umekuwa ni kama msemaji wa Lugumi. Hapana. Mimi sio msemaji na hahitaji hayo mambo. Mimi ni supporter wake. Tuseme mimi ni shabiki wake, tuseme hivyo. Yaani unapenda kile kitu ambacho anachokifanya. Yaani napenda na ninafurahiwa sana. Na kwanza imekuwa ndo sehemu ya furaha yangu. Anakuinspire. Yaani ananiinspire vibaya mno. Yaani imekuwa ndo sehemu ya furaha yangu. Kuona vile anavyofanya na mimi na posti. Hata ukiangalia kwenye page yangu nimeidedicate kwenye na nimejirepresent pale kama mtu ambaye ni supportive kwa nani? Kwa Said Lugumi. Of course kwa kipindi kile ilikuwa ni ngumu sana. Kwa sababu ilikuwa ni aibu hata kuvaa jezi ya Yanga. Nakupa story moja. Kuna siku moja ilitokea nilikuwa na mgogoro kidogo. Nilipomueleza, haki ya Mungu Lugumi alisawazisha hapo. Mgogoro ulikuwa ni mgogoro na nani? Sawa, tujua, sitaki kutaja jina, tuelewe ulikuwa na kifamilia au ni mambo mengine tu? La kifamilia tuseme. Sawa. La kifamilia. Lugumi alimaliza na tangu hapo niko vizuri na namshukuru Mungu. Watoto wangu wanasoma shule nzuri, watoto wangu wanakula vizuri, watoto wangu wanalala vizuri, watoto wangu wanaishi maisha ambayo kusema ukweli namshukuru sana Mungu ambaye aliamua kumuumba Lugumi. Na kumuumba Lugumi imekuwa ni faida kwa watu wengi, imekuwa ni faida kwa yatima wengi kwa sababu kwa hiyo kila ukipita unazomewa. Unazomewa brother, sio mchezo, sio masiara. Makulizo. Kwa ilikuwa ni aibu kuonekana umevaa jezi ya Yanga. Ni mtu kwanza, upendo wake ndo sababu. Huruma yake ndo sababu. Utu wake ndo sababu. Kwa maana hiyo naweza nikasema chanzo cha mimi na yeye kulink ni upendo na huruma na utu wake. Kwa sababu bila upendo na huruma na utu, kuwa mtu mwenye, unajua kuna watu ambao ni viatu, sio watu. Sasa yeye ni mtu. Sijui umenielewa. Lugumi ni mtu ambaye anathamini kwanza mchango wa mtu. Kwamba dogo ananisupport, sijui umenielewa. Dogo ananipongeza, dogo ananizungumzia mazuri, dogo ametambua mchango wangu kwa yatima. Akanipa tag. Baada ya kunipa tag, to be honestly, maisha yangu yameongezeka thamani. Nilikuwa kwenye level ambayo sijui ni kuelezeje. Habari za wakati huu mtazamaji wa Hotbiz TV. Kama bado haujasubscribe channel yetu, basi tunakuomba mwishoni mwa hii video au hii taarifa, na una uwezo pia wa kufanya hata sasa hivi ukabonyeza neno ulioandika subscribe, kisha ukalike, ukashare na ukacomment. Bana, kama ilivyo kawaida, si lazima tuhakikishe kwamba kila siku unapata update mbalimbali kuhusiana na mambo mbalimbali ya kijamii, michezo na burudani na vitu kadha wa kadha kutoka hapa Hotbiz TV. Mimi naitwa LOD Icon, lakini pia nyuma ya kamera anaitwa AR Abdu Ratifu. HQ Mabibo tumefunga safari moja kwa moja mpaka Kinyerezi, lakini kubwa ambayo limetuleta hapa ni ndugu yetu Akili F5. Na tuna mengi sana kuzungumza na yeye kuhusiana na mambo ambayo sasa hivi anayafanya, lakini pia vitu vingi sana vinavyohusiana na yeye. Ukimya muda mrefu sana pasi na kujihusisha na mambo ya soka imechagiza na nini, lakini kuna vitu vingi sana ambavyo tunatamani tuzungumze naye kwa siku hii leo. Kwa hiyo cha msingi zaidi, endelea kustay hapo, na hivi ndivyo ambavyo tunavyoenda kuanza naye Akili F5. Habari za leo bana ndugu yangu? Bana nzuri sana. Yeah. Kwema, lakini Mungu ni mwema. Ukimya sana, ulienda nje nini? Amna, tupo tu hapa nchini tunasaka nyoka. Yeah. Kwa hiyo ukimya wote maana yake bado uko Tanzania? Sasa nisiwepo Tanzania niende wapi? Nyinyi watu wakubwa bana. Mkubwa Mungu bwana. Basi watu wenye hadhi. Bado. Of course ndio, ukiwa hai una hadhi yako. Yes. Na hata waliotangulia sio kwamba hawana hadhi, ila wamefuata sheria za Mwenyezi Mungu. Maana kufa ni sheria ya Mwenyezi Mungu iliyowekwa na kila mmoja duniani ataondoka na watakuja wengine wanaondoka. Kwa hiyo tutabadilishana. Yeah. Familia na watoto wanaendeleaje pia na harakati nyingine za maisha?
Bwana, tunamshukuru Mungu, familia haijambo, watoto wangu, mke wangu, sote tunaendelea vizuri kabisa. Mungu ni mwema, mimi mwenyewe niko fiti kama hivyo unavyoniona. Kitaa kimetulea. Mimi tangu nimeanza maisha mwaka 2007, tangu nimeanza kujitegemea rasmi. Mimi nimekaa Tabata hii, sijawahi kuondoka Tabata hii. Labda waga na hama tunabadilisha nini hivyo. 2018 ndo nilianza kufahamika kwenye masuala ya mpira. Yes. Kwa hiyo nafikiri ndo safari yangu ilianzia mwaka huo 2018. Wakati huo tukiwa na Yanga ya bakuli, Yanga ya kusanya mwaka hiyo miaka sitasahau. Yaani tulikuwa na kocha mmoja, sitamtaja jina japo wengi watafungua kozi wataelewa. Tulikuwa na kocha mmoja bwana. Huyo kocha hata kinunua maji ya wachezaji kunywa anakuja anatangaza, nimenunua. Lakini sasa hivi family timu iko vizuri, kila kitu kinaenda vizuri kwa wakati. Mungu ni mwema. Nikikurudisha kwenye michezo kidogo, so mbaya. Ile moment nyinyi mashabiki wa Yanga mlikuwa mnaichukuliaje, lakini pia mmeweza vipi kuiendo mpaka kuhakikisha kwamba timu bana imepata kitu kizuri na imepata msimamizi nzuri? Of course kwa kipindi kile ilikuwa ni ngumu sana, kwa sababu ilikuwa ni aibu hata kuvaa jezi ya Yanga. Kwa hiyo kila ukipita unazomewa. Unazomewa brother, sio mchezo, sio masiara. Makulizo. Kwa hiyo ilikuwa ni aibu kuonekana umevaa jezi ya Yanga. Lakini kwa wakati huo sisi ndo tukasema hapa ndo tunaingia. Kwa hiyo tukawa tunaingia mitaani, tunafanya hamasa, tunapambana huku na kule, watu wanatuzomea, sisi tumo, watu wanatutukana, sisi tumo. Kwenye viwanja ukienda huko unarudi na aibu, furu vipigo, manyanyaso yasiyoisha. Basi, lakini mwisho wa siku Mungu alifanya yake, ndo kama hivyo kama unavyoiona Yanga ilivyo kwa sasa hivi. Lakini kwa wakati huo ilikuwa ni ngumu sana. Hata kuna baadhi ya mashabiki ambao ilikuwa ni ngumu kusema wanaingia kwenye Yanga ya tiatia maji, Yanga ya bakuli ile. Ilikuwa ni balaa mzee. Kwako akili 1500, kuna siku ilitokea unahitajika uende somewhere, lakini usema mbona unatakiwa uende lazima uvae jezi ya Yanga, ila kutokana na ile moment ambayo mlikuwa mnapitia akasema hapana, mimi ile bana siwezi nikavaa kutokana na ile hali ambayo ilikuwa inaendelea kwenye club. Sio kutokea hiyo kwako? Mimi haijawahi kunitokea, kwa sababu kwanza jezi ya Yanga iligeuka kuwa nguo yangu maalum ambayo nilikuwa naivaa kila siku. Kwa maana hiyo, iwe mvua iwe jua, popote mimi nilikuwa nakwenda na jezi ya Yanga, haijalishi kuna nini, mimi nilikuwa natembea na jezi ya Yanga. Wow, ni mapenzi ya dhati hayo. Yeah. Haya bwana, shukrani sana. Tupo na akili 1500. Nadhani wengi mtakuwa mnamfahamu, lakini bado tunapiga naye story hapa Kinyerezi, na tuna mengi sana ya kuzungumza kutokana na kile kitu ambacho ndugu yetu anachokifanya. Endelea kutazama Hotbiz TV. Mimi naitwa LOD, behind the camera anaitwa Ayara. Ni kweli baada ya kupata Yanga ya matumaini, ambapo tulianzia tuseme kwa kina Tuisi la Kisinda, tukaja Yanga ya kina Mayele, kina Azizki, kina Faisal, kina Mwamnyeto, kina Diara na kina Musonda. Walileta matumaini makubwa sana mpaka tukaenda kucheza fainali ya shirikisho, si ndio? Kwamba ghafla mkaniona nimepotea. Ambao onekane kabisa. Kama sijasahau, nakumbuka niliwahi kuhojiwa tena kuhusu hilo swala, nikasema mimi nilikuwa shabiki tu. Haukuwa mwanachama? Mimi nilikuwa shabiki na mwanachama ambaye nilijitolea kwa nafasi yangu, kwa mapenzi yangu, katika kupambania harakati za kuhakikisha nasaidia hata kanukta kamchango wangu kidogo kuifikisha Yanga hapa ilipo, si ndio? Lakini kuna
maisha yangu mengine yananihitaji. Nina familia, nina watoto, nina mke, wanahitaji kula vizuri, walale vizuri, wasome. Sasa huku kunahitaji muda. Kunahitaji ujitoe, vitu vingine viache, ujitoe huku. Kwenye klabu unamaanisha? Yes. Kwa hiyo mimi nilipoona sasa Yanga haina shida tena, haina njaa tena, yupo JCM ambaye anahakikisha kwamba kila kitu kinaenda vizuri, basi mimi kabidi sasa nihamishe nguvu zangu kuelekea kwenye kutafuta maisha, kwa sababu Yanga tangu imezaliwa mpaka leo ipo, haijawahi kushuka wala kupotea. Mpaka huko tunapokwenda vizazi na vizazi, Yanga itakuwepo. Wataondoka wengine, watakuja wengine, wataondoka wengine, watakuja wengine. Lakini maisha yangu mimi ni ya muda, ni ya kupita, ni ya kuandaa muendelezo wa ukoo wangu tuseme. Kwa hiyo ndo maana nikaona hapa inabidi nifanye namna fulani ili niweze kupambania maisha yangu binafsi. Sijui umenielewa. That's why uliona kwamba sionekani tena kwenye harakati nilizokuwa nazo hapo awali, lakini still mimi ni mpenzi wa klabu ya Yanga, mimi ni shabiki na mwanachama wa klabu ya Yanga. Sasa hapo kabla hatujahama kwenda kwenye hatua nyingine, umezungumzia swala nzima la kutoa sababu kwa nini ulikuwa kimya, lakini kitu kikubwa ambacho nimekiona ni swala nzima la familia. Maanake ni kwamba ulikuwa unachukua muda mwingi sana kuitumikia klabu and then unaacha mambo yako ya familia, au familia ilikuwa tu inaenda vizuri lakini kuna maendeleo fulani ulikuwa unahitaji ukasema ngoja kwanza niache hili swala and then baada ya hapo nikahakikishe swala fulani kwenye familia au maendeleo ya kwenye familia yangu yanakaa vizuri kwa kile kitu ambacho ninachokihitaji. Ilikuwaje? Of course kama ulivyosema, kila mtu anatamani kuwa na maisha mazuri, kila mtu anatamani kuwa na maendeleo, kila mtu anatamani kufika hatua fulani kwenye maisha. Kwa hiyo na mimi kwa wakati huo kuna baadhi ya vitu ambavyo vilikuwa haviko sawa kwenye upande wa familia, especially kwenye financial. Kwa hiyo nikaona sasa huo muda ambao na utoa kwa ajili ya kwenda kupambana na, of course ukiangalia kwa wakati huo na Yanga ipo moto, na tulipotoka na mpaka hapo tupokuwa tumefika, Yanga imepata uongozi, imepata viongozi, imepata wadhamini. Nikaona sasa hakuna hasara wala faida. Hakuna hasara wala faida. Au niweke sawa, niseme hakuna ubaya ambao unaweza ukawepo, kwa sababu inatoa raha muda wote. Kwa hiyo ikanibidi nibadilishe namna fulani kwa ajili ya kwenda kupambania familia yangu na kwa ajili ya kwenda kupambana muendelezo wa familia yangu hapo baadaye. Yeah. Tangu pale ambapo umeanza kuwa kimya na malengo ambayo umeyaweka, tayari tushatimiza au bado kwenye familia? To be honest, namshukuru sana kaka yangu Saidi Ahmadi Lugumi. Kwa nini? Kwa sababu amenibeba sana kwenye maisha yangu. To be honest. Mnyonge mnyongeni haki yake mpe. Sasa huyu sio mnyonge wala nini, ila nampa haki yake kwa matendo mazuri na makubwa, na kwa mambo makubwa ambayo amenitendea huyu brother. Nilikuwa ninaangamia, nilikuwa nateketea. Kwa sababu nilikuwa na hali mbaya kimaisha. Kwa hiyo nashukuru Mungu nilipokutana naye, nisiwe muongo, maisha yangu yamebadilika kabisa kabisa. Mpaka leo siwezi acha kumuombea dua nzuri huyu baba, na Mwenyezi Mungu aendelee kumbariki na kumtia nguvu na kuendelea kumpigania kila wakati na kila dakika na kila sekunde adui anapoinuka juu yake. Mwenyezi Mungu aendelee kumlinda. Ukaribu wenu ulianzaje kwa by historical kidogo? Kwenye historia ya ukaribu, Lugumi ni mtu mzuri sana. Ni mtu wa watu. Hana makuu, ni bilionea ambaye hana makuu, hana mambo mengi. So
nilipoona lile swala la kuwasapoti watoto, yani la kuwalea yatima, na mimi ni upande wangu ni yatima, ni jambo ambalo lilinifanya niwe muumini wake. Kwa hiyo mimi nikawa nafurahiwa na kupendezwa na matendo yake, jinsi anavyowalea yatima, Kwa hiyo nilianza kumfuatilia, nikaja kukuta analipa ada za shule, anawasomesha watoto, anawajengea majumba magorofa makubwa, anawalisha, anawafurahisha, anawaondoa stress. Unajua unapokuwa yatima unakuwa na stress ambazo yani inawezekana zinaweza zikakuaffect mpaka ukafika kuchukua maamuzi mengine ya kujiua, kwenda mabarabarani, kuwa kibaka na nini. So kama yeye amechukua hayo majukumu, mimi ndo ilinipa nafasi ya kumkubali huyu mwamba. Mpaka leo huwezi kuniambia kitu kwa ajili yake. Yeah. Yani, I wish for the first time. Yani linki ilikuwaje mpaka mkalinki mkaonana hivi mkapata mazungumzo mengi, lakini mpaka mkakaa chini na mkaanza mkapanga mikakati. Ni mtu kwanza, upendo wake ndo sababu. Huruma yake ndo sababu. Utu wake ndo sababu. Kwa maana hiyo naweza nikasema chanzo cha mimi na yeye kulinki ni upendo na huruma na utu wake. Kwa sababu bila upendo na huruma na utu, kuwa mtu mwenye, unajua kuna watu ambao ni viatu, sio watu. Sasa yeye ni mtu. Sijui umenielewa. Lugumi ni mtu ambaye anathamini kwanza mchango wa mtu. Kwamba dogo ananisupport, sijui umenielewa. Dogo ananipongeza, dogo ananizungumzia mazuri, dogo ametambua mchango wangu kwa yatima, akanipa tag. Baada ya kunipa tag, to be honestly, maisha yangu yameongezeka thamani. Nilikuwa kwenye level ambayo sijui ni kuelezeje. Baada ya hapo maisha yangu yalipanda thamani. Hata heshima yangu iliyokuwa imepotea ilipanda thamani. Hata kwa watu waliokuwa wananidharau, wananiweka chini, kwa sasa hivi hakuna hata mmoja ambaye anaweza kathubutu kunidharau ama kuniona sijui namna gani. Sijui umenielewa. Alafu pia Lugumi ni mtu ambaye anatanguliza, yani anatanguliza shida za mtu. Sijui umenielewa. Hakuna siku niliwahi kumweleza Lugumi shida yangu akaacha kunisaidia. Sijui umenielewa. Hajawahi kuacha kunisaidia mpaka leo hii ninavyoongea na wewe. Nakupa story moja. Kuna siku moja ilitokea nilikuwa na mgogoro kidogo. Nilipomweleza, haki ya Mungu, Lugumi alisawazisha hapo. Mgogoro ulikuwa ni mgogoro na nani? Sawa, tujua, sitaki kutaja jina, tuelewe ulikuwa la kifamilia au ni mambo mengine tu? La kifamilia tuseme. La kifamilia. Lugumi alimaliza, na tangu hapo niko vizuri na namshukuru Mungu. Watoto wangu wanasoma shule nzuri, watoto wangu wanakula vizuri, watoto wangu wanalala vizuri, watoto wangu wanaishi maisha ambayo kusema ukweli namshukuru sana Mungu ambaye aliamua kumuumba Lugumi. Na kumuumba Lugumi imekuwa ni faida kwa watu wengi, imekuwa ni faida kwa yatima wengi, kwa sababu brother, leo hii wewe Mungu akikupa pesa, saa zingine ukabadilika ukasahau mpaka ndugu au jamaa na marafiki, lakini huyu jamaa pamoja na mahela yote alionayo, pamoja na uwezo mkubwa wa kifedha alionao, kwanza ni mtu ambaye hatangulizi pesa zake mbele, anatanguliza utu mbele. Sijui umenielewa. Na ndio maana ameamua na ndio maana ameishika dini na misingi ya dini. Misingi ya dini haikubali, haitaki, yani imekatazwa kujisifia pesa, sijui nini. Lakini kwa sisi tunaoona, wewe fikiria mtu ni bilionea, lakini nyumba yake, jengo lake la kifahari, jumba la mahela mengi. Sijui umenielewa. Na si kwangu tu, ni kwa maelfu ya watu. Mwaka juzi alikuwa na watoto yatima karibia
ndugu yangu Akili 5000 umekuwa ni kama msemaji vya Lugumi. Hapana. Mimi sio msemaji na hahitaji hayo mambo. Mimi ni supporter wake. Supporter. Tuseme mimi ni shabiki wake, tuseme hivyo. Yaani unapenda kile kitu ambacho Yaani napenda na ninafurahiwa sana. Na kwanza imekuwa ndo sehemu ya furaha yangu. Anakuinspire. Yaani ananiinspire vibaya mno. Yaani imekuwa ndo sehemu ya furaha yangu. Kuona vile anavyofanya na mimi na posti. Hata ukiangalia kwenye peji yangu nimeidedicate kwenye na nimejirepresent pale kama mtu ambaye ni supportive kwa nani? Kwa Said Lugumi. Sasa kwa namna moja ama nyingine sina uhakika kama naweza nikarudi kama ilivyokuwa. Yeah. Dakika 90 zinapofika mwisho, kelele zinapanda, hisia zinachangamka. Hapa ndipo kila kitu kinaamuliwa. Hii ni full time. Mchezo unaanza, unapanda na mwisho wake unaamua kila kitu. Full time ya Hotbiz.